Nyinyi wenyewe mmejionea namna ambavyo umeme unazalishwa hapa na mitambo yote ya mradi imekamilika. Na baada ya kuanza kufanya kazi mradi huu, hata mtakuwa mmeona nyinyi wenyewe na Watanzania kwamba mgao wa umeme umepungua na kuisha kwa maeneo mengine, lakini sasa tunachoenda kukifanya kikubwa ni kuhakikisha tunajenga transmission line ya kutoa umeme mwingi zaidi kutoka hapa katika eneo hili na kwenda maeneo mbalimbali ya Tanzania. Na kwa sasa tayari kuna mradi umeanza wa kutoa umeme huu pale Chalinze kuelekea Dodoma, ambapo tutazidi kupeleka umeme wa uhakika kwa Watanzania wa maeneo mbalimbali. Lakini vile vile kuna line ambayo inatoka hapa kwenda Mkuranga, ambayo line hiyo pia itapeleka umeme wa kutosha zaidi katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule, lakini si tu katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule Mkuranga, lakini hata katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata umeme wakati wote, na serikali hii ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba mradi huu umekamilika kwa wakati, lakini si kukamilika tu, lakini tuna uwezo wa kutoa umeme kutoka eneo hili na kuweza kuwafikia Watanzania. Sasa kikubwa ni utunzaji wa mazingira, utunzaji wa vyanzo vya maji, na tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji, wenzetu wa Wizara ya Mifugo na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii ili kuona namna bora ya kuweza kulinda vyanzo vyetu vya maji kupitia taasisi kama TAWA, kupitia taasisi kama TFS, ndio maana nimetaja Maliasili na Utalii, lakini vile vile wenzetu wa Wizara ya Mifugo, kwa sababu katika bonde linaloleta maji hapa kuna mifugo zaidi ya milioni 6, ambapo uwezo wake utaona ni kubeba mifugo isiyozidi milioni 1. Kwa hiyo tayari hapo kuna kazi ya kufanya, lakini pia kuona ni namna gani tunaweza kuwa na miradi ya kilimo downstream baada ya maji kuwa yameshatumika kuzalisha umeme na kuendelea huko mbele. Kwa hiyo tutakaa kwa pamoja ili tuweze kuona namna bora ya kuweza kuendelea kufanya maji haya yakaendelea kuingia kwa uhakika. Mradi huu ukitunzwa na vyanzo vya maji vikatunzwa, tuna uwezo wa kupata umeme kwa miaka 100 na zaidi kutoka katika chanzo hichi cha umeme hapa Julius Nyerere. Kwamba tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, wenzetu wa Wizara ya Kilimo, ili kuona namna bora sasa ya kuweza kutumia eneo hili kwa kazi au shughuli zote za kibinadamu ambazo hazitoathiri sustainability ya bwawa letu hili. Kwa hiyo kwanza ni kazi ya kwanza ambayo tutaifanya, kukaa na wenzetu. Kama unavyojua mradi huu ndo kwanza umeanza, hauna hata mwaka na. Kwa hiyo ni kukaa kwanza, ilikuwa kuona namna gani Watanzania wanapata umeme wa kutosha. Ndio ilikuwa kipaumbele cha kwanza ambacho kwa sasa kama mlivyojionea wenyewe ndani hapa, muda huu tu tunazalisha zaidi ya megawati 850 hapa saizi tunavyozungumza. Kwa hiyo kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tutapata umeme wa uhakika, na tutaendelea kwa kushirikiana na wenzetu wa TANESCO, MD yuko hapa na timu yake, kuhakikisha kwamba tunamaliza mgao kabisa katika taifa letu kwa kutumia mradi huu na miradi mingine ambayo na yenyewe itakuja. Nikija kwenye swali lako la kwanza, ni kuimarisha ulinzi. Kuimarisha ulinzi wakati wote na kuwataka Watanzania kutambua ya kwamba miradi hii ni kwa faida yao wenyewe, ni miradi yetu sote kama Watanzania. Kwa hiyo ni wajibu wetu kutunza miundombinu, transmission line zinazotoka hapa kwenda Chalinze na hata inayojengwa kutoka Chalinze kwenda Dodoma, inayotoka hapo kuelekea Mkuranga. Ni wajibu wetu sote kulinda miundombinu hii, kwa sababu inatupatia sisi nishati ambayo tunaihitaji na ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Mimi ni wathibitishia Watanzania kwamba kwa sasa tunavyozungumza umeme wa kutosha tunao, lakini nchi yetu ni kubwa. Hivi tunavyozungumza mimi na wewe, kuna mtu ananunua ardhi, yuko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, wanauziana ardhi, na kesho kuna mtu anaanza kujenga kwenye nyumba eneo analolijua mwenyewe. Mungu akimpa uzima na nguvu, baada ya miezi 3 amemaliza ile nyumba na atakuwa anataka nimpelekee umeme. Anajenga wapi sasa hivi, kwa gharama gani? TANESCO hatujui. Tutajua akimaliza kujenga nyumba. Sijui tunaelewana jamani. Kwa mahitaji ya umeme hakuna siku yatakoma, na hakuna siku tunatarajia mtu atasema
watu wote sasa hivi wamepata umeme, kwa sababu watu wanajenga nyumba kila siku, Mheshimiwa Rais anajenga vituo vya afya kila siku, mashule yanajengwa kila siku, ila umeme upo na sisi tuko tayari kuwasambazia. Ninachowathibitishia Watanzania sasa hivi, mgao hakuna Tanzania. Kilichopo sasa hivi, tunaweza tukawa tunatoa taarifa kwamba sehemu fulani tutazima umeme kwa sababu ya kutengeneza miundombinu yetu. Kwa sababu hizo nilizozisema, wateja wapya wapo na wanaendelea kutokea. Kwenye viwanda, amesema Mheshimiwa Waziri sasa hivi hapa, tunatengeneza line ya umeme kutoka Mkuranga mpaka Chalinze, iunganikane na hii inayotoka hapa kwenda wapi? Chalinze. Yote hiyo ni kuhakikisha, kwa sababu eneo la Mkuranga tumeliona viwanda vimesogea kwa kiasi kikubwa, na ni jitihada za serikali za kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje. Tuna Kibaha, Pwani hapa Kibaha, kuna Kwala pale, kuna kongani ya viwanda. Tumeshatengeneza line, tumegharamia shilingi bilioni 3 kupeleka umeme ndani ya Kwala mle, ili viwanda vyote vinavyotakiwa kuwa mle umeme tena kwao isiwe shida. Kwa hiyo tunasafiri kwa karibu na kituo cha uwekezaji kujua maoteo na wawekezaji wanaokuja, ili kuhakikisha sisi tusiwe kikwazo kwao, tuwape umeme kadri wanavyohitaji. Tunachomshukuru Mheshimiwa Rais, sasa hivi tuna ziada ya umeme. Kwa mwekezaji yoyote mwenye mpango wa kuja aje, tuko tayari kumhudumia kwa kiwango chochote kile anachopata umeme. Tusisahau tuna reli ya kisasa hapa sasa hivi, SGR inatembea kwa nguvu ya umeme. Sisi ndio tunawezesha SGR kutembea.